Nyoka. Nyoka mkubwa, angalie. Vitu tunaishi navyo hapa huko na jemedali. Ngoja nichukue hapa ile mti sawa. Kumbe kapanya. Hivyo Melissa, mbona sijaona kitu chochote ndani sasa? Bwana, angalia vizuri, mimi nimemuona. Alikuwa na rangi gani kwani? Sijajua kwa sababu ndani kuna giza, kwa sijajua rangi gani. Sio kwa rangi ya plate, labda amejificha kwenye vyombo. Umetoka wapi saa hizi? Nilikuwa tu mtaani natembea kidogo. Si umetoka kupona leo tu? Tayari ushaanza kuzagazaga mitaani. Na unakijua fika kijiji chetu jinsi kilivyo. Dakibiriti naelewa. Yaani toka nilivyopona najiona kama nimekuwa mgeni kwenye hiki kijiji. Pia nilichoka kukaa ndani. Nikaona bora nitoke ninyoshe miguu kidogo. Na hata hivyo sijafika mbali. Safari yangu yenyewe nimeishia njiani, nimerudi nyumbani. Sawa, nenda ndani. Mimi namalizia kutwanga hii mboga niinjike jikoni nipike. Maana wewe shetani mwenye mguu mmoja yupo ndani kalala. Amelala? Kalala. Na kaka Baruza? Ametoka yupo. Basi mimi naingia ndani. Ya mimi nimeangalia kila kona, mbona sijaona hata kiashirio chochote, labda hata harufu yake, labda kusema ya magamba ya nyoka. Kamwangalie vizuri bwana, mimi nimemuona kweli. Ngoja nikuulize kwanza rafiki yangu. Kwani umewahi kufanya kazi labda ubanda? Na maanisha kilabuni. Je, kwa zile nani mvuke wa pombe ulikuwa unaingia kwenye akili yako? Mbona mimi nimeangalia kila sehemu, sijaona chochote kama nilivyokuambia mwanzo. Sasa unataka kuniforce mimi? Kwa mimi na makengeza sasa. Tena tunasumbuana mimi nashindwa kufanya kazi zangu huko, unaanza kunipigia kelele. Labda ulikuwa umelala ukashtuka umeota labda unakimbizwa hata msituni. Na ukaona labda umeona nyoka wewe. Sikongopeni, nimemwona kweli. Wewe unafikiri nabishana wewe? Kama ungemwona nyoka hata mimi ningemwona nyoka. Ila kwa sababu umemwona kweli. Endelea kumwona kweli huyo. Haya, basi mimi ameenda. Ametoka na baba mdogo, ameenda kwa bibi. Kwa basi mimi atakuwa mimi kumtambulisha huyo bwana mdogo kweli? Maski. Sasa ngoja. Acha wenyewe waende walikoenda. Na kirudi usiwape taarifa yoyote, maana itakuwa ni aibu.
Afu wakati mwingine usina nisumbua mimi na mishe zangu uko nafanya natakiwa biasi. Mimi nakuta hapa nimeshapita hatua kwa hatua. Unanikurubusha na nusha moyo unanifanya na legea. Hai, kupeana tu pesa. Shika hapo uende ukatupe huko mtini. Unanisumbua tu akili. Mimi nashinda kufanya kazi zangu. Wewe ni nani sasa? Unajua mimi kana mishe gani huko? Shamba moja kabisa. Tawenge. Shiko nyinge wakobeta kine chini ya uvungu naletogwa na mane siri ya uvungu Mama aya njo mwenyewe. Changamka. Wewe kunguru usichagua mizoga. Baada ya kuolewa na hicho kibabu chako, ukamua mimi uni katikilie mbali usinijali. Kwa nini Nyamalo unakumbuka kwamba mimi na wewe tushakula ya amini? Sasa hivi umekaa umebweteka umenisahau kabisa kwamba Bwaga alikuwa you my soul my heart. Why? You can't me my love. Bwaga, kuna wakati inabidi kubaliana na matokeo. Sikatai, ni kweli ulikuwa mpenzi wangu na nilikupenda sana, na hata kuolewa ni kwa sababu ya shindikizo la wazazi tu. Ila kwa kuwa nishaingia kwenye ndoa, sina budi kubaliana na matakwa mume wangu. No, sio hivyo. Hapana. Unafanya hivyo kwa sababu yule mbabu umempendea kwa sababu ana minyama. Nikwambie tu ukweli. Hauwezi kujua utamu wa mua bila kumeza maganda. Eti kumeza maganda. Bila kumenya maganda. Acha nikuonyeshe kuwa mimi ni mwamba tena wa Lunsaka, nimenenepeana ndani kwa ndani. Mama kwa ushahidi. Usichokijua, hii ni siri nakupa wewe peke yako tu, mama yangu mwenyewe haijui. Unaona? Vitu kama hivi. Tafadhali. Muda niloka hapa kuutumia kukusikiliza. Naomba uandae kitu cha msingi kuongea na mimi. Kama unahisi una jambo lolote la kipuuzi, utanitoa kwenye mudi na kusikiliza. Labda nikwambie kwa ufupi tu. Wakati umetoka hapa kuelekea msibani, alikuja mke wa mzee Manembo, unamaanisha Nyamarwa. Alikuja kabisha hodi akaulizia dada yangu yuko wapi. Nilipomuuliza dada yupi, alikutaja wewe. Na ujio wake kabisa unaonyesha ana kitu ndani yake. Kwa sababu kwa jinsi nilivyomtazama anaonekana ana hasira. Sasa mimi nahitaji kujua, usiku wa kuamkia leo ulilala kwa mzee Manembo ama ulilala wapi? Jukumu ulotakiwa kulifanya ni hilo la kunipa taarifa. Lakini issue ya kujua mimi nimelala wapi, hiyo haikuhusu. Kuna lingine? Sina jingine. Ila nahitaji jibu la swali nililokuuliza. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini ya uvungu tujaviona. Look this your body. I'm Jack Sparrow. Why? Na wewe ndio ulisema kuwa wewe ndio mwanaume wangu wa kwanza. Mwanaume wangu wa kwanza. Mimi ndio mwanaume wako wa kwanza. Sasa kwa nini Nyamalo umeamua kuvunja makubaliano mimi na wewe? Why moyo wangu unataka kutambaliza? Because you now. Sasa nisikilize. Fanya juu chini. Mimi nayo tuendelee kunanili hata kimya. Hata mbabu asiweze kujua. Sio, unaelewa? Hiki ninachokiongea kwa sasa ndio uhalisia wangu. Acha niende, maana nimemwacha ule mzee amepumzika na nimetoka bila kumuaga. Usije ukaniharibia. Tunaona kwa wakati mwingine. Sasa nisikilize. Wewe ningeneka tu na bwana wako. Mimi naamini naweza kufanya kitu chochote. Dunia kaka inanishangaa. Kingine nilikwambia tu kweli. Kati ya mwamba ambaye haogopagi mambo mengi ni mimi. Nakupenda wewe na huyo bwana wako. Kivyo vote vile.
Na nakupa 2 years meanings now. Ukizingua tu mimi naibuka kwako na kwa mume wako, afanifanye chochote nimtie vichwa. Unaweza kumtia vichwa kweli, unaona jiongelesha tu. Hebu nenda. Nakupenda. Hiki ndio kitu ambacho nilikwambia nitakupatia kwa ajili ya wewe kuweza kunisaidia katika kazi yangu. Sawa, mimi nimekuelewa mganga Kulabwa. Sasa mbona nimechukua hiyo dawa, nimeenda pale nimewakuta wenyewe wako nje, nitafikiaje hiyo dawa mimi? Shika. Kama utakuta wamekaa mbele ya nyumba, basi utafikia nyuma ya pembe za nyumba. Kama wamekaa nyuma, fikia mbele ya pembe za nyumba. Ili mradi nataka ifikie kwenye pembe yote ya nyumba. Sawa. Mimi nimekuelewa. Nitafanya kama ulivyoniambia. Na kabla hujapitia sehemu nyingine yoyote, naomba upitie kwanza sehemu nilokuagiza. Ndipo uende katika mzunguko yako. Sawa. Unaweza ukaenda. Asante. Zatoka jana? Naona ndio umekuja kamili kuhusiana na swala la ndugu yako. Ndio mganga. Sawa, nisubiri. Nishike lipi kati ya haya mawili? Maana nipo njia panda kati ya Makoroboi na Nkela. Sipo tayari kumwacha Makoroboi na hata pia shoga yangu Nkela nampenda sana, na nikiangalia amenipa siri zake nyingi na nishavunja uaminifu kwake. Ee Mungu, niongoze kwa hili nipate jibu sahihi. Haina haja ya kusubiri, inabidi tuanze kazi. Dawa yenyewe ni hapa. Hiyo dawa ukimkuta ndugu yako akiwa anafanya kazi yoyote au mkiwa mnaongea, unatakiwa uchukue na umwagie usoni. Na ukimwagia usoni atapata kizunguzungu na kuanguka. Akianguka usishtuke wala kuhisi dalili yoyote. Inatakiwa moja kwa moja utoke na uje kunipa mimi taarifa. Alafu mimi nitajua nini cha kufanya. Sawa mganga, nimekuelewa. Na safari hii naomba usikosee masharti. Ukikosea masharti sitokuwa tena na msaada na wewe. Sawa mganga, nimekuelewa. Nitakuwa makini. Sitarudia tena kosa nililofanya mwanzo. Kwa sababu nimeona madhara yake. Vitu vingi vimenikosti. Nipatie kile kiasi cha pesa nilichokuambia ili mimi nianze kazi yangu na wewe ukaendelee na majukumu yako. Mpenzi wangu, pamoja na kukuelekeza kwamba hapa ndio kwetu, lakini hukutakiwa kuja. Na nilikwambia kabisa kama mimi hapa naishi na mjomba. Kwa bahati nzuri tu sasa hivi ametoka. Aya kiuda kikukuta na unajua sio adabu nzuri hiyo. Samahani kwa hilo mpenzi wangu. Labda ni kutokana na msongo wa mawazo niliokuwa nao. Alafu inashangaza kuwaona watu wote msibani, lakini wewe sijakuona. Msiba?
Msiba wa nani? Kwani hujui kuwa mwenyekiti amefariki? Kakako amefariki? Ndiyo. Alikuwa na tatizo gani? Kiukweli sijui. Niseme tu wakati wake ulikuwa umefika. Vipi, mbona unataka tutoane miguu? Sasa mbona unataka kuharibu shughuli? Kila nikikubonyeza ubonyezeki. Watu hapo ndani wamepumzika, wanasikia kila kitu na unajua kabisa sisi kutoka kwetu mpaka tutoroke. Haya, ulikuwa unataka kuwafaidisha. Nisamee ndugu yangu. Sijajua kama kuna watu ndani. Maana nilivyokuwa unapika nikajua uko peke yako. Maana niko hai na hii safari. Si unaniona shoga yangu? Na kuona umejiandaa kabisa kisafari. Sasa hapa kuna tatizo kidogo. Nadhani unakumbuka nilikwambia kwa Memena amepona. Najua kupona kwa Memena kuna kitu kidogo ambacho kilifanyika kati ya Memena na Siwa. Na hivyo Siwa alikuja hapa. Kwa hiyo tulikaa tukajadiliana kama familia kuna jambo ambalo linatakiwa lifanyike. Hivyo kwa leo ndugu wangu hatutaweza kwenda kule. Naomba unisamehe sana. Nivumilie mpaka kesho. Ili jambo nikilimaliza leo, kesho mapema sana tunaondoka. Sasa mbona unajua kunipanga mapema mimi mpaka nimejiandaa hivi? Na unajua kabisa nikitoka nyumbani huwa natoka kwa kujiba. Sasa inakuwaje mimi narudije nyumbani sasa hivi na hivi nilivyojiandaa ndugu wangu? Ila kijaribika kitu. Hapa cha kufanya wewe kabebe mafurushi yako nenda kwa Rukia. Kaa mpaka jua lizame. Baada hapo rudi nyumbani. Sema umezingua sana. Nitafuata ushauri wako. Ila naomba kesho kama ulivyosema usije ukazingua. Kesho mguu wa kutoka. Ukiumba kesho tena mimi nakuacha. Naondoka. Si umenielewa? Usijali. Basi sawa. Wacha tuende. Uvungu. Pole sana mpenzi wangu. Nisamehe sana. Kiukweli hizo taarifa nilikuwa hata sijui chochote. Lakini hapo utaki kukaa sana. Nenda nyumbani alafu mimi nitakuja. Sawa, haina shida. Na ndio maana baada ya kuona hujawasili msibani nikasema nije nikuone. Alafu pia hata njiani sijakutana na mtu mzima yoyote yule, kiashiria kwamba ni mjomba wako. Zaidi nimekutana na kijana ambaye niliwahi kukutana naye nikiwa na marehemu kaka. Kijana huyo ana mkono mmoja. Alikuwa amebeba fito na mkononi alikuwa ameshika panga. Baada ya hapo alitua zile fito chini na kuelekea kwa juu. Basi sawa. Nenda nyumbani kapumzike mpenzi wangu. Alafu mimi nitakuja huko. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Wahi nyumbani. Sina magongo nachechemea, shida ya moyo hawezi kuongea, ghafla songo unakwambia wako upendo ndani umeingia. Vipi, umekaona? Nimemuona. Ulitakiwa unipe taarifa mapema kabla hatujaingia ndani, kwa sababu sio nishamtengeneza, ila babake mdogo bado hakutakiwa kutangulia ndani. Na pia nimependa ulichokifanya Kiyepi, kuchukua gongo na kuzuga kwenda kumua nyoka ili kumzubaisha Melissa na kumtoa wasiwasi. Sasa mimi hapo usinione, niko makini na kazi yangu.
Unajua ambavyo mimi nakulisipusheti. Yaani mimi niko vizuri Biasimini. Ndio maana hata kilivyoonekana kile kiumbe. Nikasema hapa ngoja nimzubaishe Melissa. Nimeenda pale chapu nikavuta aliuku nikaingia. Nikamwambia tulia. Amjemedari komando kipenzi. Nikaingia na nyata. Di. Nikafika nikachunguza nikadeshi. Nikamwangalia kujicho kama anataka kudotoka yuko hivi. Nikamwambia shh. Akasema sawa kamanda. Kaingia ndani. Chokikuta. Kuta ngoma iko hivi. Nikaifanya shh. Mimi ni familia, usinizuru. Ikatengisha hivi kichwa. Yule nyoka mjanja, kumbe na mimi ananifahamu. Maana nilipofanya shh, akatengisha kichwa. Nikasema enda kumzubaisha Wanja aweze akajua chochote. Akataka kunipa dole ngani, chana nayo nikatoka nje. Yule ni familia yetu. Kaja kuangalia vitu. Manake kaja kuchunguza kuna nini? Ngoja wewe. Sasa Biasimini, kwani yule amekuja kuchunguza? Mimi nilijua labda na hiyo kiumbe hicho kinyoka ni chako. Kumbe amekuja kutuchunguza sisi. Hakuja kutuchunguza. Nielewe Kiswahili. Kuna kitu amekuja. Kumbe hii familia. Sasa kama ni hivyo nafikia hata mimi naweza nikahuzunika. Za hapa. Salama tu tujue kutoka hapo. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko salama kabisa. Na taarifa tena za moto hatari. Nikasema hata nisikae nazo, nije kwa rafiki yangu Tangani nimpe. Nilipokuwa nyumbani alikuja Melissa. Akaulizia anapokaa Mwalimu Shunda. Nikamwelekeza bila hiana. Ila kwa mtazamo wake na jinsi alivyouliza inaonyesha kabisa pale kuna kitu kinachoendelea. Nikasema hata nije nikwambie, maana usije kanyang'anywa tonge mdomoni. Kama anatarajia kumpata Mwalimu Shunda, kwa hiyo kitu hakiwezekani. Kwa sababu wewe kule unajua, nimemwangaikia sana ule mwalimu. Yaani nilimtongoza mwili, roho, akili na kila kitu. Yaani siwezi kashalainika na yeye anakuja. Kama yeye analinga shipu yake, kwa hiyo mimi siwezi kubaliana, mwenyewe najikubali mpaka dunia ya mwisho, maana mzuri mimi tu. Haya sawa. Kwa kuwa ujumbe umeshafika, hayo mtamalizana wenyewe. Ila tuachane na hayo. Nilipokuwa njiani wakati nakuja huku, nimekutana na Memena. Kwa mtazamo nilivyomuona, ni mzima kabisa. Ametoka katika ile hali yake ya uchizi. Ila sijamsemesha. Nimebaki tu kumshangaa. Memena kapona. Labda mkutana na Memena wa mauzauza. Maana hapa kijijini kwetu tunapajua. Mauzauza kila kukicha. Pia kwa ninakushauri, maana anakujua huo mdomo wako. Usije kumwambia mtu yote kuwa umemwona Memena. Kwa maana usije ukatangaza taarifa alafu zikawa za uongo. Subiri kwanza usikie kwa wanakijiji kwanza ndio utangaze. Kwa maana usije ukakamata ushahidi bure. Sawa, mimi naufunga mdomo wangu. Siongee chochote. Haya, nisaidie basi hata maji ya kunywa. Kama ulivyoniambia mwanzoni kwamba kabla ya kitu chochote kuendelea nikufahamishe. Sasa mimi hapo nilikuwa nimetulia zangu hapo. Ndio nikashangaa nyinyi mmeshaingia ndani na ba mdogo. Kwa mngekuwa mjaingia ningewaambia pia. Ya tu kitu kingine. Unajua kasiwa bado kageni kwenye hizi kazi zenu. Kwa natakiwa ukafahamishe mapema. Ipo siku katakuja kakutane uso kwa uso na nyoka humo ndani. Kapige kelele hapa nje. Hapa majirani unaona kabisa Nzengo imeshaweka nani msiba imetanda. Watu watatushangaa tutakuwa na aibu kubwa. Biasimini, kwa hapo wewe mfahamishe Siwa. Umeona? Mimi hata sina tatizo Biasimini. Ni kweli nataka nikae naye. Nimwelekeze kila kitu. Basi mashuti tu mpaka kwao. Ngoja mimi nikaendelee na pilika zangu huko. Maana nimekuta vimemwaga viunga, nataka nikazoezoe. Vimesikulia na vena changanya Biasimini. Sema tu ndio hivyo uje ongezea hata kidogo. Pasenti tu mshahara. Usijali kipi. Pambana. Sawa. Mimi naingia ndani. Kaza buti, mimi naingia ndani. Hivi nasi kazi mimi naifanya naipenda. Nasi nimeridhika kabisa. Ingekuwa ina vyeti ningechana cheti changu.
Bora bakize tu cheti cha kuzaliwa. Nyama ume sasa, wewe mzee wa kutona hapa. Nisipojifanya mimi hapa ndo naamia hasira yangu, huyu atanifelisha kuifanya kazi kwa Bi Yasmini ya mganga huyo. Haya, niambie langu mzee wa kuvimba, kijiji chote kicha kwako. Hivyo mambo unanitafuta nini mimi wewe? Yaani umefanya kosa, hujalimaliza bado unaweza tena kosa lingine. Umerudi asubuhi, afu tena asubuhi hiyo ukatoa ngwalu zako za ukaondoka. Hivyo mambo mimi unanichukuliaje wewe? Kipipi, uishi kunipa majina kila siku. Leo umenita Rango, ina maana mimi ni mjusi. Haya, sitaki kukuuliza umetoka wapi na nani amekupa ruhusa. Naomba tuondoke nyumbani, tuepushe shari. Aliyekwambia mimi nina ratiba kwenda nyumbani na? Wewe umetoka na safari zako na mimi na safari zangu. Nenda nitakukuta nyumbani. Mke wangu kipenzi. Kila siku tugomane barabarani, watu watusikie. Sitaki shari na wewe bwana. Naomba tuondoke nyumbani tukapumzike. Mimi naona wewe umezamilia ubaya. Sasa ubaya wako kabla hujaufanya kwangu, naomba talaka yangu hapa hapa mbwembwe. Maana kiukweli nimekukinai. Yaani nimekushiba kwa vituko vyako. Kipipi, nina karatasi mimi? Nina peni mimi? Hiyo taraka na kuandikia chini au? Wewe mwanamke wewe, unanipanda kichwani sasa. Yaani sio kichwani tu mbwembwe, nitakupanda hadi mgongoni. Oh, basi panda twende. Sio kwa sasa, sasa hivi na mambo yangu. Kipipi, hebu tutoke nyumbani. Hebu niache. Siendi. Kipipi, wewe unajifanya mamba. Sasa ngoja nikuoneshe ukenge. Mbwembwe, mbwembwe mimi sitaki. Mbwembwe sitaki hivyo. Niache. Niache. Mbwembwe niache. Sitaki. Vipi? Safi. Baluza. Toka wapi? Nimetoka hapo dadangu. Sema nini mchumba? Una danki sana. Una hata pozi. Siku hiyo nimekutana na dada yako pale, nimekupiga wepa. Hata taa nyekundu kuniwashia. Ukapita tu. Sema nini? Mchizi makopa medondoka kwako ujue. Alafu nakukunda chane kinoma. Imekaaje? Lakini nini? Acha kunipitisha kona basi, funguka. Kaa kwenye mstari mmoja twende sawa. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila sasa hivi nilikuwa naelekea nyumbani kwanza. Tutaonana wakati mwingine. Tutakutana muda mwingine wapi? Saa ngapi? Na lini? Mcholee lamani basi. Mcholee location basi, mimi niingie nikufuate mtaani kwako sijui wapi. Wewe mimi nielekeze, mimi nitatimba, si unajua Kisela. Pale pale tulipokutana siku ile na dada pale. Kwa mbele kidogo. Baridi. Hiyo imeisha. Sema usijue kanitange ndembo. Alafu mdomo mimi naingia mtaani pale. Sikukuti. Utaleta dharau. Nikikutana naye na kukimbiza. Sasa kwenye muda saa 11 mimi nakufungia. Na timba yani. Sasa nisikukuti. Baluza. So sema chewa. Chewa. Bado poa. Humu ndani kuna kiumbe kimeingia, ni tofauti na sisi binadamu. Kiona uwahi kushika kifundo cha nguo yako, kitakutoka haraka machoni. Halafu pia na pale usiguse, ndipo alipojificha pale kiumbe.
Sawa mama, nimekuelewa. Nikikiona nitafanya kama ulivyoniambia. Ila mama, hakitonizuru. Hapana, huyo aliokituma hicho kiumbe mara nyingi akifanya hivyo kuna kitu anachunguza. Hila hiyo nimekupa kama tahadhari. Hayo yote ni ya chini mwenyewe. Sawa. Haya Shogile, mbona unanyata kwenu? Shikamoo dada. Marahaba, mzima? Dada, maneno ya wengi wanasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Hivi tunavyozungumza siku ya leo, mdogo wako amenikosea sana. Amerudia yale yale ambayo mimi siyataki. Na wewe tena umerudi na hisi atakuwa yale yale. Mimi jana sikulala hapa. Na nilijua nikirudi mtaniacha niendelee na mambo yangu. Hivi umefika tu, kelele zitaanza. Yaani hivi unavyoniona mimi nilikuwa natoka kwa kunyata, sikutamani hata ajue mimi natoka. Angejua tu mimi natoka hapa, angekuja kunizuia. Mdogo wangu, kukufuatilia kwetu sio kwamba tunakuchukia wewe, bali sisi tuna upendo tu na wewe. Tunakupenda ndugu yetu. Hatuna nia mbaya yoyote na hatutaki upotee. Yaani dada, nyie mngekuwa mnanipenda, mngekuwa mnanifedhesha nafsi yangu. Yaani mngekuwa mnaniacha mimi nikae sehemu ambayo sina amani. Kwa nini msiniache mimi nikae na mzee Manembo? Na hisi hiyo ndio itakuwa amani yangu. Ndugu wangu, nimekupa fursa. Nenda kawe naye umpendaye. Mimi sina shida na wewe kabisa. Kwa namo huba lako. Tena mnaendana hatari. Ila mdogo wangu kuna zawadi nimekuletea. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini uvungwa tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa. Kumbe kuna siri nzito sana. Kuna vitu vya kutisha uadui.